utukufu wa Mungu au uwepo wa Mungu. Kulikuwa na dhati shakaina, okay? The presence ya Mungu katika hayo maeneo. Na unaposoma bustani ya Edeni unagundua lilokuwa la kipekee na la maalum ni uwepo wa Mungu. Maanake palikuwa ni mahali pa Adam anaposhirikiana na Mungu. Maanake palikuwa ni mahali pa intimacy, mahali pa ushirika. So maanake activities ambazo zipo kwenye bustani Eden zinaelekea ushirika, that communion, koinonia ambayo Adam alikuwa nayo na Mungu. Hapo sasa katika bustani Eden imechorwa kama ulaji wa matunda. Na tunakaza ukweli huu ambao nimeusema. Unakwenda kwenye kitabu cha Wimbo Ulio Bora, anatumia lugha ya matunda kuelezea intimacy. Yaani anaelezea ufanyikaji wa tendo la ndoa kama lugha ya kula matunda. Ni kwamba kwa intimacy anaelezea kama kula matunda. Tunafahamu hilo, si ndio? Tunalifahamu hilo. Unasoma kitabu cha Wimbo Ulio Bora, ametumia matunda na miti na lugha nyingineyo kuelezea mahaba, love, sexual love. Hello, yapo maeneo mengi. Tumoja mpaka tunairana vizuri. Okay. Ambapo katika kueleza hivyo, nisikize vizuri, katika kueleza hivyo manake na tukienda katika lugha ya Kiebrania kwenye kile ambacho kimeelezewa kwenye sura 4 mstari wa kwanza kwamba Adam akamjua Hawa mkewe. Akazaa mtoto akamwita Kaini, akasema nimepata mtoto mwanamume kutoka kwa Bwana. Ile akamjua neno adaa, ambalo neno adaa linaeleza about intimacy, kuwa na ushirika wa pamoja. Sasa ile adaa katika ile utumika wanake ni kuwa na ushirika wa pamoja katika ngono. Na ndio kwamba msamiati ambao Yesu aliuchagua anapotumia kwamba uzima milele ndio kujua wewe Mungu wa kweli. Kwa maana yake maarifa ya Mungu maana yake ni kuwa na that intimacy with him. Hiyo ndio ilikuwa ni mpango wa awali kabisa wa Mungu. Kuwa na ushirika na wewe, kuwa na koinonia na wewe. Halo? Wao unasikia vizuri? So maana yake ulaji wa matunda ambao Adam anazungumza, unaona katika kitabu cha Mwanzo ulikuwa unaelezea mwanadamu kuwa na nafasi ya kuwa na koinonia, kuwa na intimacy, kuwa na ushirika na Mungu. So ni kama Mungu anampa Adam invitation, mwaliko wa kuwa naye katika koinonia, kama vile ambavyo mwanaume na mwanamke wanapata mwaliko wa kuwa na intimacy together, marriage intimacy together. Hello? So manake kinachotokea kwenye bustani Eden nabii kifasiri kwamba either Adam amekubali kuwa katika ushirika na Mungu au amekataa kuwa katika ushirika na Mungu. Ndio maana nisikize vizuri, utanielewa tu. Unamsoma kitabu cha Mwanzo sura ya 2, hiyo mwishoni kabisa tunamwona tukio linamalizika kwa kumwelezea Adam na Eva, si ndivyo? Au Hawa, si ndivyo? Si ndivyo? Na then Mtume Paulo anatumia the same analogy ambayo tunaiona hapo kitabu cha Waefeso sura ya 5. Anasema kwamba Adam alikuwa ni mfano wa kanisa. No, Adam alikuwa ni mfano wa Kristo, Hawa alikuwa ni mfano wa kanisa. How together? So manake kwenye ulaji ule ambao tunaona katika bustani ya Eden, hatuna budi kufikiri ni namna upotevu ufikiri aina matunda ambayo ilikuwa ni bustani. Badala yake inabidi utumie lugha ile ya matunda kuelezea the intimacy, koinonia ambayo Mungu alikuwa amekusudia kuwa nayo na wanadamu. Kwa hivi Adam kula mti wa uzima ni lugha ya picha Adam kuwa na ushirika na Mungu. Adam kula mti wa ujuzi wa mema na mabaya ni lugha ya picha Adam kukataa kuwa na ushirika na Mungu. Na uwezo ukawa na vyote kwa wakati mmoja.
alitakiwa kuwa na ushirika na Mungu kwa kumwamini Mungu, to trust on the Lord, kwa kumwamini. Kwa manake ushirika wa Adam na Mungu ulijengwa katika imani, ambapo that faith ilikuwa ina show the degree of dependence ambayo Adam anayo kwa Mungu. Kwa ni kama kusema hivi, Adam anakuwa na ushirika na Mungu kwa yeye kumtegemea Mungu. Sio kumtegemea Mungu, ambapo kunaonyeshwa kwa kulifuata neno ambalo Mungu amemwambia. Sio? So maana Adam anavolitenda neno ambalo ameambiwa, maana ana show his dependability katika Mungu. Tumerudia nyepesi hainipi nguvu. Kwamba mwanadamu aliumbwa mtegemee Mungu. Utegemezi kwa Mungu kwanza kama solution baada ya dhambi. Ila utegemezi kwa Mungu ndio binadamu halisi. Dhambi ilipokuja ika break that cycle. Mwanadamu kuacha kumtegemea Mungu na kuanza kujitegemea. Sikize vizuri. Unaposoma kitabu cha Mwanzo sura 3, wengi kuna kitu ambacho wanakikosa. Sababu ya Adam kula tunda ilikuwa ni nini? Wengi wanaikosa. Sababu ya Adam kula tunda ujuzi wa mema na mabaya ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni nini? Very clear. Awe kama Mungu. So ndio reason ambayo aliambiwa akiajua mema na mabaya. So manake atakuwa na that wisdom as God. Atakuwa na hekima kama Mungu ya kuamua jema na baya. Kwa mwanadamu alikuwa anahitaji tunasema moral independence from God. Awe na uhuru wa kimaadili mbali na Mungu. Kwa nini Mungu alitafsiri kilicho chema na kibaya? Wakati I can make it the rule, naweza kutengeneza sheria for myself. So manake Adam anatafuta kuwa kama Mungu ili asimtegemee Mungu. Kwa hiyo alitafsiri utegemezi kwa Mungu kama utumwa. Hivyo anataka uhuru. Alitafsiri ya kwamba lima na kuitunza bustani, matunda hayo usiyali, kama vile Mungu anaput into bondage. While anaweza kawa huru naye akawa anampa Mungu maagizo how to do things. So manake dhambi ya Adam ilikuwa ni kuacha kumtegemea Mungu na kuanza kujitegemea. Kwanza na hiyo dhambi ya kwanza kujitegemea ndio kwenye maandiko inaitwa pride. Kiburi. Wanafanya kiburi cha uzima au tamaa ya macho. Ni pale ambapo mtu anaanza anaanza kuona uwezo katika yeye mbali na Mungu. Na hiyo ndio lengo kubwa la sayansi kuja. Sayansi lengo kubwa ni kwamba dunia inaweza ikawepo na ikaendelea kuwepo bila Mungu. Yale ambayo ilikuwa ni mysterious kwa zamani zile, wakati anza kabili yakaelezewa kisayansi na yakawa na ushahidi. So maana ni kwamba tunaweza tukajigovern ourselves. Na kilichokuwa ni bustani ya Eden kina namna ile ya mwendelezo. Ndicho ambacho kilitokea kati ya Kaini na Abel. Wakati Mungu ametoa agizo ya kwamba kwa ajili ya upatanisho wa dhambi unahitajika uhai, ambao uhai unapatikana kwenye damu. Wamejuaje hilo kutoka kwa Adam? Kwa maana wote Kaini na Abel wote walisikia ujumbe unaofanana. Neno la Mungu likuja kwamba
upatanisho una come through a life. Upatanisho unafanyika kwa uhai, yaani kwamba ili mtu apate relief kutoka kwenye kile ambacho amekifanya, inabidi afe. Sasa baada hiyo ndo haki ya Mungu, lakini huruma Mungu inachagua kifo cha mnyama badala ya kifo cha mwenye dhambi mwenyewe. Kaini anasema kwa nini Mungu atuelezee kile ambacho anataka? Mimi napeleka mazao badala ya damu. Ndio maana comment ya Mungu ilikuwa ni kwamba je, ukifanya vyema hutapata kibali? Ukifanya vyema maana yake ukifuata kama ambavyo imeamriwa hutapata kibali? Tunaona jaribio lingine la wazi kabisa ni kwenye watoto wa Kaini, Lamek, ambapo anajisifu ya kwamba kama Kaini alilipwa mara 7, mimi nitalipwa mara 77. Na anaintroduce mambo kama ambavyo tukitaka kusache kwenye maandiko. Ndoa ya mitaala tunaiona kwa huyu ndugu Lamek. Alikuwa anaongea amerosora katika maandiko Mathayo sura 19. Bwana Yesu anamesaisha kwamba Mungu alimumba mtu mume na mtu mke. Mungu hakumba ndoa mitaala. Mungu aliumba ndoa ya mtu mume na mtu mke. Kwa maana yake Lamek kufanya kile, maana yake anaenda contrary na kile ambacho Mungu amesema. So maana yake anatafuta kuintroduce namna ambayo anaweza akaishi kwa kuamua sheria ya jema na baya bila kufuata kile ambacho Mungu amesema. Natoa mfano wa mwisho. Mfano wa mwisho ni kwenye mnara wa Babeli. Actually, nitumeni tukisema mnara wa Babeli imefahamika baada, si ndio? Machafuko. Sio, ni maana yake ni machafuko. Kwa mnara wa machafuko. Ila kabla ya machafuko kuitwa mnara wa Babeli, si ndio kulikuwa ni mnara. Wengi also wanakosa point ya mnara. Kwa nini? Watu wanafikiria kwamba watu walikuwa kwenye project ya kutaka kwenda kumfikia Mungu kwenye mawingu. Hilo ndio wazo la watu wengi. Wanafikiri ilikuwa hivyo. Lakini hiyo ni lugha ambayo Musa ameichagua kulingana na aina ya mahekalu ambayo walikuwa wanayajenga katika dunia yao. Mahekalu mengi katika ulimwengu wa mashariki ya miungu yalikuwa yanajengwa mahali palipoinuka. Walikuwa wanajenga kwenye milima au kama sio mlimani, wakijenga hata mahali pa kawaida, lakini wanahakikisha kwamba mtu akiangalia aone kama vile mbingu imekutana na hekalu. So manake walikuwa wanajenga mahekalu yana ncha ndefu ambapo mtu akiona hivi ni kama unaona mbingu na ukienda juu utaona pako mbali, lakini ukienda unaona kama vile kuna mahali pamegusana. Kuna mtu anafahamu hizo image. Kwa mfano kule watu wanaenda kuangalia mlima Kilimanjaro. Kuna wakati ukiona ni kama vile umegusana na mawingu. So maana hao ndio wanajenga hekalu la kuabudu miungu ambalo kulingana na kacha yao inabidi hekalu liwe linakaribiana na mbingu. Yaani liwe lina mahali ambapo unaweza kuona kama vile mbingu na nchi vimekutana. Sasa ni jambo gani je wanajenga hekalu kwa ajili ya Mungu? No. Maadhimio yao ni kwamba tujifanyie jina, tusitawanyike duniani. Sio tulitukuze jina la Mungu, no. Tujifanyie jina. So maana yake unagundua ile ni baada ya guko la Adam. Jambo ambalo lilikuwa linaendelea mara kwa mara ni kuinuka kwa watu ambao wanatafuta kujitegemea wala si Mungu. Halo? So maana yake kwenye bustani ya Eden, dhambi ya Adam haikuwa kula chakula. Dhambi ya Adam ilikuwa ni kutaka kujitegemea kwa kuivunja sheria ya Mungu. Au labda tumie kwenye pesa. Kutaka kujitegemea kwa kuliacha neno la Mungu. Ya kwamba kama itabidi
nifanye kila ambacho hajasema ili niwe huru kutoka kwake, nitafanya. Are we together? Yes. So manake tunaposoma bustani ule wetu tunaanza kuelewa kwa namna hiyo ya kwamba yale yote ambayo Musa ameyatumia yanatusaidia. Kumbe hicho sio matunda. So wakati huo na swali ambalo linavuma sana kwamba tunalipi Adamu alikula. It's not so important. So muhimu. Kwa nini? Kwa sababu wazo la hapo si matunda. Wazo la hapo ni either uwe na ushirika na Mungu ambao umejifunua kama mto uzima ama uzima. Unaposema mto uzima maana yake ni kinachozalisha uzima. Mto wa mauti kinachozalisha mauti. Ama ukija katika Injili ya Yohana kwa namna ya wazi anamtambulisha Kristo kama uzima na ndiye anayetoa uzima. Mimi ni njia, kweli na uzima. Bwana Yesu anatoa mwaliko ule ambao ulikuwapo kwenye kitabu cha Mwanzo kwa Wayahudi ya kwamba yeye asiyenila nyama yangu na asiyekunywa damu yangu, huyo hana uzima, hana ushirika na mimi. Kwa sababu anaelewa, anaongea nao, wanaelewa nini ambacho Adam alibi commanded katika bustani ile. Okay. So manake bustani Eden inafanana na hema kukutania, inafanana na hekalu, kama mahali ambapo pana utukufu wa Mungu, ambao katika utukufu huo Mungu anahusiana na wanadamu. Ni kama kunakuwa na oneness, namna ya kufanana ya kwamba hapo ndipo Adam anaonekana ni sura ya Mungu kwa namna iliyo halisi kabisa. Adam amewekwa kwenye bustani ya Eden kama mfano wa Mungu. Neno Salem ambalo ndilo ambalo limefasiri mfano ni neno ambalo mahali pengine Musa anaitumia kuelezea images, idols, sanamu. Ni kama kusema hivi, Adam alivyoumbwa akawekwa kwenye bustani ili awe ni sanamu ya Mungu. Wakati Mungu anamwambia Musa atengeneze hema kukutania, pale mahali ambapo alikuwa amesema ndiko ambapo atakaa, alimwambia asiweke sanamu aina ya kitu chochote. Kwa nini? Kwa sababu tayari Mungu anayo sanamu ambayo ni mwanadamu. Huyo ndio Salem. Hello? So manake bustani ya Eden, tafsiri nyepesi, ni mahali patakatifu, mahali pa ushirika, pa intimacy, pa ushirika kati ya Mungu na mwanadamu. Tungetumia lugha ya ambayo mtu angeendelea ningesema kwamba bustani ya Eden ni kanisani, mahali pa makutano, mahali ambapo tunanufaika na uwepo wa Mungu, mahali ambapo tunakuwa ni sanamu ya Mungu. Tuko kia mpaka hapo. Hiyo tafsiri ambayo nimeisema inaweza kabisa summarized na kitabu cha Ezekiel sura 28. Ezekiel sura ya 28. Ezekiel sura ya 28 ule mstari wa 13 au nianze mstari wa 12 au nianze mstari wa 11. Tena Ezekiel sura ya 28
naanzia mstari wa 11. Tena neno la Bwana likamjia kusema, Ezekiel. Tena neno la Bwana likamjia kusema, mstari wa 12, mwanadamu, umfanyie maombolezo mfalme wa Tiro, umwambie Bwana Mungu asema hivi, wewe wakitia muhuri kipimo, umejaa hekima na ukamilifu wa uzuri. Kwa maana yake Mungu anamtumia mfalme wa Tiro kuelezea roho ambayo inamempower mfalme wa Tiro, inamletea majivuno na kiburi. Ni kama kusema ninamtumia mtoto kumwelezea baba yake. So manake kinachofanywa na mfalme wa Tiro, kuna naye kizalisha kifanyike. Huyo ndo baba Tiro. Unaelewa? Kwa manake anatumia lugha ya picha kuelezea kile ambacho kinaonekana ni mfalme wa Tiro, lakini mfalme wa Tiro anafanya kile ambacho kinafanywa na roho ambayo iko ndani ya mfalme wa Tiro. Yote asiamini injili ya Kristo anakaliwa na roho ya uasi, si ndio? Halo? Mstari wa 10 mwanadamu, okay. Mstari wa 13. Ulikuwa ndani ya Edeni, bustani ya Mungu. Ndani ya Edeni, bustani ya Mungu. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako. Zingatia haya majiwe ambayo anatajwa. Zingatia. Hakiki, yakuti manjano, na almasi, na zabaradi, na shoamu, na yaspi, na yakuti samawi, na zumaridi, na maharamia, na dhahabu. Kadri ya matari yako na filimbi zako zilikuwa ndani yako, tangu siku ya kuumbwa kwako zilitengenezwa tayari. Tusome tena madini, kila jiwe la thamani kwa choni mwako. Twende tuanzie hakiki. Soma. Yakuti manjano, soma kwa sauti. Nikisema moja unasema dini moja. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, 10. Tumeona hayo madini. Hayo madini tunaona yanajirudia mahali pengine yakiwa kwenye kifuko cha kuhani. Yaani pia hayo madini pia tunaona kitabu cha Ufunuo yanakuwa kwenye milango ya mji wa Yerusalemu. Tuna kitabu cha Kutoka. Kwa maana yake huyu kerubi alikuwa na kifuniko ambacho kina madini haya. Si ndivyo? Alo, kifuniko, kizibao ambacho kina madini haya. Wewe tuna kitabu cha Kutoka. Sura 28. Kutoka sura 28. Tumefika. Haya. Tuangalie kifuniko cha kikuhani, kizibao, kifuko cha kifuani. Tuangalie ule mstari wa 15. Anasema nao utafanya kifuniko cha kikuhani cha hukumu. Si ndivyo? Then kifuniko hicho kitakuwa na madini. Mstari wa 17 anasema nawe ukijaze viweko vya vito. Safu 4 za vito, safu moja itakuwa ni hakiki. Umeona neno hakiki? Tuna kitabu cha Ezekiel 28. Hakiki ilikuwepo? Ndio. Haya. Ya pili ni nini? Yakuti ya rangi ya manjano. Yakuti ya rangi ya manjano tunaiona huko. Haya.
kuna baharamani. Baharamani tunaiona pia kwenye Ezekiel. Yes. Baadaye anasema kuna zumaridi ipo. Ndio. Yakuti thamawi ipo. Ndio. Almasi ipo. Yes. Iakiniso ipo. Hiyo haipo, si ndivyo? Akiki nyekundu ipo. Ila akiki ipo. Akiki ipo, si ndivyo? Okay? Haya. Kuna tena zabaradi, kuna shoham, kuna yaspi. So anasema kerubi mwenye kutiwa mafuta alikuwa kwenye bustani ya Mungu, alikuwa na kifuniko ambacho kina madini, na madini hayo Musa anaelezea kwenye kifuniko cha kuhani. Ni kuelezea kwamba huyo kerubi alikuwa anafanya kazi ya kikuhani kwenye bustani. Na? Unaelewa? Turudi tena. Twende Ezekiel 28 mstari wa 13. Nilitoa tena angalizo mwanzoni. Ninasoma mambo ya lugha ya picha, kwa hiyo nifuatishe. Anasema hivi, ulikuwa ndani ya Edeni, bustani ya Mungu. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako. Akiki, yakuta manjano, almasi na zabaradi na shoamu na yaspi na yakuti samawi na zumaridi na bahari na dhahabu. Kazi ya batari yako na filimbi zako zilikuwa ndani yako. Katika siku ya kuumbwa kwako zilitengenezwa tayari. Nikasema haya madini mahali pa kwanza kutajwa yametajwa katika kifuko cha kikuani cha Haruni. Lakini also kuna baadhi ya madini yametajwa hapa. Unaona also be discussed kwenye kitabu cha Mwanzo kuyaona pia. Sasa ambao sasa nitaka nifanye tafsiri ya mtajo wa kwanza, maana yake haya madini yanahusiana na kazi ya kikuhani. Unasema kazi ya kikuhani. Kaka. Hilo kwanza. Maana mbali na kerubi mwenye kutiwa mafuta, tunamwona pia kuhani mwenye kutiwa mafuta alikuwa na kifuniko chenye dhahabu hizi, chenye madini haya. Halo? Tuko mwenye mpaka hapo? Yes. Kumbuka tunataka ku-establish bustani ya Edeni ni nini? Kwa maana yake tumeanza kuona wazo la mambo ya kikuhani. Jambo la kwanza. Then anasema hivi, wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikaye. Mwenye kutiwa mafuta afunikaye. Namna ilikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Huu mlima mtakatifu wa Mungu ni nini? Kwenye muktadha ambao tumesoma, lugha imebadilika, anasema nilikuweka uwe juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Nini ndio mlima mtakatifu wa Mungu? Na Eden, bustani ya Mungu. So manake mstari wa 12 na mstari wa 13 anasema ulikuwa ndani ya Edeni, bustani ya Mungu. Mstari wa 10 anasema wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikaye, nami nalikuweka hata ukae juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Kwa maana yake imebadilika lugha kutoka kwenye bustani ya Mungu kuwa mlima mtakatifu wa Mungu. Twende mstari wa 5. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako, tangu siku ile ulipoumbwa hata uovu ulipoonekana ndani yako. Kwa wingi wa uchuzi wako watu walikujaza dhalimu ndani yako, nao umetenda dhambi. Kwa sababu hiyo nimekutoa kwa nguvu katika mlima wa Mungu. Huo mlima wa Mungu ni nini? Bustani ya Mungu. Hapo tumeelewa? Hapo tumeelewa? Sasa kwa
nini anatumia neno mlima mtakatifu wa Mungu? Ndio tuende kwenye kitabu cha nabii Isaya, atusaidie kuona. Isaya sura ya 2. Nitumie kitabu cha Zaburi. Sio? Zaburi sura ya 15. Tumefika?